Damu ya Kristo, mpendwa mtazamaji wa St. Gaspar Media, heri na baraka tele za sherehe ya Pentekoste. Karibu katika kipindi chetu cha Tushirikishane Tone la Upendo, ikiwa siku hii ya leo tunakuletea makala fupi ya kukifahamu kwa undani kipindi hiki cha Pentekoste. Ungana nami mtangazaji wako Fratelli Anthony Eponda, na leo niko na ndugu Coleman Bruno ambaye tutatembea pamoja katika kukuletea kipindi chetu hiki. Tafadhali endelea kukaa nasi. Tunapoanza kipindi chetu cha siku hii ya leo, basi kwanza tuanze kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Mtakatifu Gaspari, utuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tunapoanza kipindi chetu, kwanza tuweze kufahamu nini maana ya sherehe hii ya Pentekoste. Pentekoste limetoka katika lugha ya Kigiriki likiwa na maana ya siku 50 baada ya kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na katika Agano la Kale, Wayahudi waliweza kusherehekea siku hii ya Pentekoste kama siku ya mavuno. Katika Agano Jipya, Mungu anaipa sherehe hii maana mpya kabisa, yaani ni mavuno mapya ya kanisa, zao la kwanza kabisa la kanisa, ambako siku hiyo Roho Mtakatifu anawashukia mitume ambao walikuwa wamekusanyika pamoja katika chumba cha juu na Bikira Maria wakiwa wakisali huko Yerusalemu. Kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 2 kinatuambia kwamba wanafunzi walipokuwa katika kile chumba cha juu pamoja na mama yetu Bikira Maria, upepo mkali ulitokea na ndimi kama za moto zilishuka juu yao. Roho Mtakatifu aliwashukia. Sasa katika sherehe hii ya Pentekoste kuna mambo makubwa 5 ambayo natamani tuweze kufahamu. Ni yapi hayo ambayo yanachagiza sherehe hii ya Pentekoste? Na kualika tuweze kuungana na ndugu Coleman Bruno, yeye atakayetupitisha kwenye mambo yote hayo 5. Come Holy Spirit, come. Let your heavenly fire fall on us. We are reaching out. We need your touch. Come fill this place with your love. Mpendwa mtazamaji wa St. Gaspar Media, baada ya utangulizi ulioshiba wa kipindi hiki cha Pentekoste, tunaweza tukaangalia sasa ile mambo 5 muhimu ambayo yanaufanya upekee wa siku hii kuwa yenye maana katika safari na imani ya Ukristo. Kama ambavyo mtangulizi wetu alikuja kusema, amesema ya kwamba ni siku 50 baada ya sherehe za Pasaka. Na kama ndivyo, basi tuone nini kinafanyika katika siku hizi 50, nini kilifanyika baada ya siku hizi 50. Kwanza, siku ya Pentekoste, jambo la kwanza ambalo ni la muhimu sana ni mitume kushukiwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu huyu anapowashukia mitume, jambo la msingi ambalo linafanyika hapa ni kwamba wanajazwa nguvu. Tunajua kwamba mitume hawa wamesafiri na Yesu kwa miaka 3 akiwafundisha, lakini kwa kweli aliwafundisha kama Mungu akiwafundisha watu wake namna ya kufanya utume, lakini akaona ya kwamba mengine hawataelewa kwa wakati ule. Sasa anawaletea Roho Mtakatifu ambaye atakuja sasa kuwatia nguvu na ujasiri. Roho Mtakatifu huyu anapokuja anawaletea mapaji 7: paji la hekima, akili, shauri, nguvu, elimu, ibada na uchaji. Na akisha kuja kuwashukia sasa Roho Mtakatifu, tunapata mwanzo, kanisa linaanza rasmi. Tunasema ni kuzaliwa kwa kanisa katika tukio hilo, tukio ambalo kwa kweli hatuwezi kulichukulia kama tukio dogo. Ndio kiini cha imani yetu hapo, ya kwamba sasa tunaanza, wale mitume wanakuwa vielelezo vya kulitangaza kanisa ama kufanya ule ujumbe ambao sasa Kristo amewapa uweze kujulikana kwa mataifa yote. Kumbe hilo ni jambo la pili ambalo linaweza kutufanya tuamini kwamba jambo la 3 la msingi zaidi ni kwamba ahadi ya Kristo inatimia. Kristo anakuja kufanya yote kuwa mapya, na haya yanafanyika kwa kupitia Roho Mtakatifu. Na ndipo ambapo utimilifu wa ahadi ya kwamba nitawaletea Roho Mtakatifu unatimia siku ya Pentekoste.
Kumbe ni tendo la tatu, ni jambo la tatu ambalo linatokea katika upekee wa siku ya Pentekoste. Lakini jambo la nne ambalo ni muhimu zaidi ni umoja wa kanisa. Umoja wa kanisa. Sote tunajua kwamba wakati huu ambapo mitume wanapokea Roho Mtakatifu, walinena kwa lugha tofauti tofauti, lakini lugha hizi tofauti tofauti hazikuwa chanzo cha kuwatenganisha, bali kuunganisha. Kumbe ule umoja wa kanisa unapatikana sasa katika sikukuu hii ya Pentekoste, sikukuu ambayo kwa kweli tunaona sasa baada ya ule umoja wa kanisa haraka sana kanisa linaanza kukua. Kumbe sasa ndio mwanzo wa utume wa Wakristo, na ndio maana tunaposema kwamba Mkristo yote ambaye amekwisha kubatizwa akapokea sakramenti ya komunio na kipaimara anafanywa kuwa askari hodari wa Yesu Kristo. Matokeo ya Pentekoste, tayari sasa anaanza kwenda kufanya ile kazi ambayo mitume walifanya. Kumbe yeyote yule ambaye amebatizwa akapokea sakramenti ya kipaimara tayari anaanza kufanya kazi ya mitume kwa ujasiri mkubwa. Na ndio maana tutagundua kwamba mitume wote isipokuwa mmoja tu wamekufa kifo dini. Na ndio tunaona zile alama sasa muhimu za Kipentekoste. Alama ya kwanza ya moto ambayo mtangulizi wetu alikwisha kuisema. Alama ya pili ni upepo, lakini ya tatu ni rangi nyekundu. Tayari tunaona ule utayari, shauku ya wale ambao wamekwisha kufanywa askari kwenda popote duniani kufanya utume ambao wameelekezwa. Mpendwa mtazamaji, labda swali la kujiuliza ni kwamba je, Roho Mtakatifu anafanya kazi kwa watu gani? Anafanya kazi kwa mimi na wewe na yule. Kazi ya kimisioni, kazi ya kuinjilisha, kazi ambayo ndiyo maana halisi ya kanisa. Kanisa ambalo halifungwi na maeneo, halifungwi na lugha, halifungwi na itikadi binafsi, linafungwa na upendo katika Utatu Mtakatifu. Kumbe baada ya kusema hayo, nikutakie sasa wewe ambaye umekuwa ukitafakari katika kipindi hiki chote cha siku 50, adhimisho jema zaidi la sherehe za Pentekoste. Usibaki kama ulivyo. Pentekoste hii iwe Pentekoste yenye upekee kwenye maisha yako. Ukutane na Mungu peke yake akikufundisha namna ya kuenenda katika kumtafuta hapa duniani na katika ukamilifu wa safari yako ukutane naye huko mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo, na Mungu akubariki wewe ambaye umekuwa ukitufuatilia kutoka mwanzo mpaka sasa. Asante sana.